Kwa muktasari, leo mji wa Tanga tuna huzuni na majonzi makubwa sana kuondokewa na mzee wetu, mzee Steven John Hiza. Kwa kweli ni mzee mzalendo sana ndani ya taifa hili. Ni mzee ambaye alikuwa ni mzee wa kila mtu katika kata ya Mwazange na jamii ya watu wa Tanga. Ni mzee ambaye alikuwa anapenda kukaa na watu, anapenda kukaa na vijana, anapenda kukaa na watu wazima wenzake na kuhabarishana mambo mbalimbali ya kijamii pamoja na mambo mbalimbali ya maisha kila siku. Ni mzee ambaye kwenye shughuli za watu utamkosa, lazima utamkute yuko naye. Kwa alikuwa na utangamano mzuri na watu. Lakini kubwa zaidi, mzee Steven John Hiza atakumbukwa kwa utunzi wake wa wimbo wa kizalendo ambaye ametuachia ndani ya taifa letu la Tanzania, na wimbo huo utabaki kuwa ni urithi wa vizazi na vizazi, hususan wimbo ambao ukiusikiliza unaamsha ari na uzalendo wa taifa hili, hamasa ya kuipenda nchi yetu na hamasa vile vile ya kuwapenda viongozi wetu. Kwa kweli kwa hilo mzee Steven John Hiza ataendelea kukumbukwa daima ndani ya jamii ya watu wa Tanzania. Tanzania ni nchi yetu yenye furaha. Ukisikia wimbo huo hutakaa ukamsahau mzee Steven John Hiza ambaye alikuwa ni maarufu katika utunzi, hususan katika swala zima la kuimba wimbo huu. Hakika leo ametutoka na tunampumzisha makaburi ya Gosaji. Lakini kikubwa zaidi tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuguswa na msiba huu mkubwa sana kitaifa, na msiba huu mkubwa vile vile wa watu wa Tanga, kwa sababu huyu bwana amefanya jambo la uzalendo kubwa sana ndani ya taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Rais ameguswa kiasi cha kwamba amewasilisha rambirambi yake katika msiba huu ambao imetangazwa na mkuu wa mkoa wetu wa Tanga, na vile vile ametuma wawakilishi wake mbalimbali wamekuja. Tulikuwa naye hapa naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Tulikuwa naye mwenyekiti wa CCM mkoa na mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu CCM taifa, Ustaz Rajab Abdurrahman Abdallah. Pia kwa namna moja ama nyingine tunaye mkuu wetu wa mkoa, lakini pia tuna mwakilishi wa rais mzee Tido Mwando ambaye naye yuko njiani anakuja kujumuika nasi katika msiba huu. Lakini kubwa zaidi ni kuguswa kwa rambirambi kubwa na mchango mkubwa aliotoa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuwashika mkono familia hii ya mzee Steven John Hiza. Kiukweli kikubwa kilichobakia sisi ni kumwombea dua mzee wetu apumzike kwa salama, lakini kubwa zaidi ametuachia wimbo unaohimiza umoja, mshikamano wa taifa hili na kuitunza na kuipenda nchi yetu. Kwa Tanzania tuendeleeni kuipenda nchi yetu kama mzee huyu alivyosisitiza katika wimbo wake, Tanzania nchi yangu yenye furaha, nchi yangu ninayoipenda. Mheshimiwa Rais amenituma rasmi kuja kwenye mazishi haya ya ndugu yetu Steven Hiza. Kama mnavyofahamu, Steven pamoja na kwamba alikuwa msanii, lakini usanii wake umeweza kunufaisha taifa letu kwa wimbo ambao ameuacha wa Tanzania yetu, wimbo ambao nadhani pamoja na kwamba yeye ameondoka sasa, lakini utakuwa umeacha alama kubwa maishani na huenda ukaendelea kupendwa na ukaendelea kuwa na maana kubwa kwa nchi yetu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo siku zote rais amekuwa karibu sana na Steven Hiza. Kumbuka wakati mmoja alimzawadia na kumpa zawadi ya kuweza kumsaidia katika baadhi ya matatizo aliyokuwa nayo, lakini wakati huu ambapo kimetokea kifo, ameona kwamba ni vizuri nije niungane na familia ili na yeye aweze kuungana na wananchi wa Tanga pamoja na familia kutoa pole na kumtakia maisha, aweze kulala mahali pema peponi. Kwa hiyo nimekuja kidogo na vile vile ubani ambao utapatia familia kama pole yake kwa familia na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Rais jambo hili limemgusa sana, na ndio maana akaona kwamba si vizuri tu kusema akiwa mbali, bali atume mtu ambaye yuko katika ofisi yake aweze kuja, na ndio tukapewa nafasi ya kuweza kuja. Kwa bahati nzuri mimi na Steven Hiza nimemfahamu kwa karibu, umri wetu karibu ni wa karibu. Kwa hiyo muziki wa Atomic mimi nimeucheza sana. Tangamano palikuwa mahali pangu, mara kwa mara nikija hapa, na wana Atomic tulikuwa nao karibu. Steven Hiza wazazi wake wakati mmoja walikuwa wanafanya kazi katika shule nilikuwa nasoma Minaki kule Pwani. Kwa hiyo namfahamu vizuri, na mimi pia nimefurahi mwenyewe kupata nafasi
ya kuja kumzika ndugu jamaa na ambaye naweza kusema ni rafiki yetu, lakini kikubwa ni kule kuja kwangu hapa kuungana na wananchi wa Tanga kuweza kumsindikiza marehemu, na tunamwombea Mwenyezi Mungu aweze kumlaza mahali pema peponi. Amina. Amina, asante. Pamoja na hasa katika nyimbo kwa kweli mimi mwenyewe ni mtu ambaye napenda sana muziki, na pamoja na kwamba napenda nyimbo za kisasa za vijana, lakini nadhani sehemu ambayo wasanii wa kisasa kidogo wamejitenga nayo ni katika utunzi wa nyimbo hizi ambazo zinakuwa na uzalendo mwingi, pamoja na kwamba kunakuwa na mawazo ya kibiashara ambayo labda unatia mvuto wa kufikiria maudhui ambazo unadhani kwamba zitaweza kupendeza watu, lakini waimbaji wa zamani waliweza kuhakikisha kwamba ukizisikiliza nyimbo za zamani unaweza kutengeneza stori nzima au historia nzima ya nchi yetu. Wakati mmoja tulikuwa katika vita, wasanii wale walitunga nyimbo za kueleza maudhui na kuelezea hadithi nzima ya kile kilichotokea. Wakati mapambano ya Afrika waliweza kutunga nyimbo hizo, ili mradi tu kwamba wasanii wale walikuwa ni wenzetu zaidi. Hata hivi sasa panapotokea matukio haya kitaifa, utaona kwamba nyimbo zinazopigwa zile za zamani, sio nyimbo za wasanii wa sasa. Hii kidogo hii saileti sura nzuri sana, lakini nadhani mambo kama haya yanaweza kuwafanya vijana wa kisasa nao wakaweza kujiona kwamba waweze kujiingiza na kutunga nyimbo zilizo bora zaidi zenye kuonyesha uzalendo na utaifa wa nchi yetu.